Sekta imeajiri vijana wengi, hili liko wazi kabisa. Kwa hiyo ni sekta ambayo vijana wanatakiwa kuitambua, waondoke kwenye zile dhana za kizamani, na niwaambie tu vijana kwamba SACCOS ni kuzuri sana. Kwa hiyo ni sehemu ya kukimbilia, waje waonje utamu wake. Habari wasikilizaji na watazamaji wetu wa PowerPod. Karibu sikilize na kutazama PowerPod inayoletwa kwenu nami Iwalwa. Je, unajua idadi ya wanawake ambao ni wanachama wa SACCOS kwa Tanzania nzima ni 698,098. Hii ni sawa na 37% tu ya wanachama wote wa SACCOS. Jumla ya ajira 10,000 zimetolewa, lakini ni ajira 3,000 tu ambazo zimechukuliwa na wanawake. Na ukija kwenye upande wa wanawake ambao wanashiriki kwenye uongozi, ni 29% tu ambao wameshiriki kwenye uongozi kwa SACCOS zote. Sasa leo tuko na mwanamke shupavu ambaye anatoka kwenye SACCOS ambayo inaitwa What SACCOS. Ataelezea au atazungumzia historia yake ya uongozi kwenye SACCOS, changamoto ambazo amekumbana nazo, na pia ni matokeo chanya ambayo ameweza kuyaleta kwenye SACCOS. Na pia huyu mwanamke ni mshiriki wa program ambayo inaitwa Women Advancing SACCOS Innovation and Leadership Initiative au WASILI. Bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe ili aweze kujitambulisha, tuweze kumfahamu. Karibu. Asante Emmanuel. Kwa majina naitwa Maria Amon Sanga. Ni mtendaji mkuu wa SACCOS ya kijamii inayojulikana kwa jina la What SACCOS. SACCOS hii imeanzishwa mwaka 1998. Kwa ni SACCOS ambayo yuko kitambo kwenye ushirika. Unazungumziaje safari yako ya uongozi na ni kitu gani ambacho kilikupa motisha ya kuwa kiongozi kwenye SACCOS, especially hizi za kijamii? Safari yangu ya uongozi kwenye SACCOS ya kijamii imekuwa ni nzuri. Tena imekuwa ni yenye baraka sana. Kwa sababu unapoisaidia jamii kutoka hatua moja kwenda nyingine ya kimaendeleo ni jambo zuri sana. Na unakuwa umewainua vijana, wanawake na wanaume pia. Ukizingatia upande wa ajira sasa hivi bado ni changamoto. Kwa hiyo kama mtendaji mkuu wa What SACCOS najivunia kuona kwamba chama changu kimewezesha vijana wengi kuweza kujiajiri. Lakini si kujiajiri tu, pia pamoja na kuwa na makazi yao. Kitu gani kilinishawishi kuwa kiongozi? Moja, napenda kusaidia jamii. Lakini pili, naamini uwezo ambao Mwenyezi Mungu amenipa kwamba nikipewa taasisi basi naisimamia kwa moyo wangu wote kwa kiwango kikubwa cha juu kabisa cha uadilifu. Napenda kuona watu wanafanikiwa. Na hizi SACCOS za kijamii zina utofauti gani na zile SACCOS nyingine? Yani ikiwa namaanisha ina uspesho gani ukitofautisha na ina nyingine ya SACCOS? Oh yes. SACCOS za kijamii kiukweli zina kitu cha kipekee sana ukilinganisha na SACCOS za wafanyakazi. SACCOS za kijamii zinamhudumia mwananchi yeyote mwenye umri kuanzia miaka 18 na kwenda juu, lakini mwenye akili timamu ambaye anafanya kazi halali inayompatia kipato halali. Lakini ukija kwenye upande wa wafanyakazi, wao wanakuwa limited, yani wanakuwa wamelimitiwa kidogo kwamba labda wafanyakazi wa bandarini. Usipokuwa mfanyakazi wa bandarini maana yake ni kwamba huwezi kujiunga. Japo sasa hivi wanafungua mafungamanisho. Uzuri wa SACCOS za kijamii ni kwamba zina uwezo wa kuhudumia jamii kwa upana mkubwa sana ukilinganisha na SACCOS za wafanyakazi. Lakini sio hivyo tu kwamba zimekuwa zikiwajali mpaka yule mwananchi mwenye maisha ya chini kabisa. Unajua kwa mfano kama sisi wa SACCOS, huwezi kuamini 1% kubwa wanaoifanya What SACCOS inaendelea kuishi ni hawa wafanyabiashara wadogo ambao sehemu zingine hawawezi kuwafikiria. Mamalishe, wauza genge, wasukuma guta. Mimi kwangu hawa ni wanachama wa thamani sana na ninawapenda sana na ninawahudumia kwa moyo wangu wote. Lakini pia
wafanyabiashara wadogo wadogo, hata wa kuuza nguo. Kitu kizuri ni kwamba Ima, uwezi kuamini, leo hii kuna watu kutoka kule chini tulikowatoa. Leo tunazungumzia habari ya wafanyabiashara wa level ya juu. Mtu alikuwa anauza tu nguo, leo anaenda China, anafanya biashara China, anachukua mzigo China, anarudi Tanzania. Yani China kwake ni kama tu unatoka hapa kwenda Kariakoo. Huo ndio umuhimu mzuri wa SACCOS za kijamii. Sawa. Lakini pia sio tu vijana, sasa hivi tunatengeneza kizazi kipya cha kuja kuirithi SACCOS yetu. Watoto tunaendelea kuwafundisha watoto umuhimu wa SACCOS. Tunataka kuwekeza nguvu kubwa sana huko. Of course kuna mikakati ambayo nimeshaitengeneza ambayo wanachama wangu wameshaanza kuandikisha watoto wao. Wapo watoto wao wanaendelea kujifunza na huwa nawaelekeza kabisa, wafundisheni watoto kwa vitendo. Kwa hiyo mama, unapokuja kuchukua mkopo kwa ajili ya kumsaidia ada mtoto, aanze kufahamu umuhimu wa SACCOS. Njoo naye ajue kabisa, okay, kumbe SACCOS ina uwezo wa kunisomesha mimi. Kwa hiyo hakikuwa huyu mtoto anajua kabisa kwamba SACCOS kuna msaada mkubwa wa nini, wa kifedha. Lakini pia ile amani tu ya kuchukua pesa katika mazingira ambayo masharti nafuu, inamwezesha hata huyu mtu ambaye hana dhamana ya maana ambayo benki inaweza ikamsaidia, basi kwenye SACCOS za kijamii tumekuwa tukiwawezesha. Na kitu kizuri ambacho tunakifurahia ni kwamba wengi wamepata maendeleo, sasa hivi wako katika level zile ambazo sasa kwao zimebakia kuwa ushuhuda. Tunasema testimonies kwamba SACCOS imenitoa mbali. Nilikuwa hivi na hivi, leo mimi mnayeniona hapa ni kwa sababu ya SACCOS. Changamoto gani ambazo pengine ulikutana nazo sasa wewe kama mwanamke kiongozi mpaka ikafikia SACCOS wameweza kukuamini na kwenda na wewe mpaka kufikia leo hii? Kitu cha kwanza, mimi niwapongeze sana wanachama wa SACCOS. Wanachama wa SACCOS wanathamini sana kiongozi mwanamke. Hiki ni kitu cha kipekee sana. Sijawahi kuwa disappointed na wanachama, kusema za ule ukweli. Wanachama wamekuwa wakinisapoti sana, na ni kwa sababu pia nawahudumia kwa moyo wangu wote. Kuna wachache tu ambao huwa bado hawaamini kwamba mwanamke anaweza akafanya kitu kikubwa. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, wao pia wameamini na wanapongeza kwa wazi kabisa kwamba madam, tunashukuru sana, unaisogeza SACCOS yetu sehemu salama, tunaona mabadiliko. Mimi kwa wanachama wa SACCOS kwa kweli nawapa maua yao. Wanajua thamani ya kiongozi mwanamke. Lakini pia Ima, nikukumbushe kwamba SACCOS ilianzishwa na wanawake na ilianzishwa na mwanamke shupavu kabisa aliyekuwa waziri wa mambo ya ardhi zamani kipindi cha Nyerere. Mama Tabita Siwale ambaye Mwenyezi Mungu amemchukua mwaka jana. Lakini baada ya hapo SACCOS iliendelea kusimamiwa na mtendaji mkuu mwanamke shupavu kabisa, Mama Pauline Shayo. Baada ya Mama Pauline Shayo nimekuja mimi. Kwa hiyo kile kitendo ambacho wanawake wenzangu walikionyesha kwa wanachama, kuanzia aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza na founder Mama Tabita Siwale, kuja Mama Pauline Shayo, yale mambo mazuri ambayo walikuwa yafanya kwa chama, nami nimekuja kuyaendeleza na kufanya zaidi ya hapo, yamewapa imani kubwa sana wanachama. Kwetu sisi wanachama wanafurahia viongozi wanawake. Kwa kiasi kikubwa sekta ya ushirika inakosa vijana, yani tunasema ni kama sekta inazeeka. Sasa inavyozeeka, imeonekana vijana ambao wanaendelea kujiandikisha au kuwa wanachama wa SACCOS ni wachache sana. Vipi sasa kwa upande wa SACCOS yako, ni mikakati gani ambao ninyi mnaifanya? Cha kwanza kuhakikisha vijana wanajiunga, mbali na kujiunga, ni namna gani vijana wanashiriki kwenye uongozi? Kitu cha kwanza tunachokifanya kwa vijana ni kuhakikisha kwamba tunaweka bidhaa ambazo zitawavutia vijana. Kama nilivyokuambia, tuna product za bodaboda, bajaji, maguta. Hizi bidhaa zinawafanya vijana waweze kujiunga na SACCOS. Na wale vijana ambao wameshanufaika, wao wenyewe wanaendelea kuwa mabalozi wazuri kwa vijana wenzao. Kwa sababu wataulizwa umefanikiwaje, ambia mafanikio yako SACCOS. Lakini sio hivyo tu, tuna platforms za kidijitali ambazo zinaendelea kutuma matangazo na kufanya marketing, ambako sasa vijana ni rahisi kuwapata. Kwa sababu kijana uwezo kumwambia njoo kwenye mkutano akaacha kazi zake huko akaja kwenye mkutano. This time tumekuja Moshi, tuko na issue ya digitalization. Kwa hiyo mafunzo tuliyoyapata pia, nikiondoka hapa nimeondoka na kitu kikubwa sana cha namna gani ya kuweza kuwasaidia vijana. Mikakati ni mizuri, kwa hiyo tunaamini vijana wataendelea kutambua umuhimu wa SACCOS na kuondoa zile dhana walizonazo juu ya SACCOS kwamba
SACCOS ni kwa ajili ya wazee, SACCOS ni kwa ajili ya watu ambao labda wana maisha ya kawaida. Hapana. Sasa hivi SACCOS za kijamii zimefika hatua mwanachama mmoja anaweza akakopa mpaka hata bilioni 1. Kwa uwezo ukasema kwamba ni kitu cha kawaida cha kukipuuza. Hapana, lakini sio hivyo tu. SACCOS pia zimekuwa mstari wa mbele wa kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira. Sekta imeajiri vijana wengi. Hili liko wazi kabisa. Kwa hiyo ni sekta ambayo vijana wanatakiwa kuitambua. Waondoke kwenye zile dhana za kizamani. Na niwaambie tu vijana kwamba SACCOS ni kuzuri sana. Kwa hiyo ni sehemu ya kukimbilia. Waje waonje utamu wa SACCOS. Umezungumza kitu kizuri sana, kujaribu kuwaonyesha vijana ni vitu gani vizuri ambavyo wanaweza wakavipata kwenye SACCOS. Sasa mimi ningetamani utupe mfano halisi, yani kutoka kwenye SACCOS yako, au tunasema zile success stories, vitu ambavyo unaweza ukajivunia ambavyo tayari vimefanyika kwenye SACCOS yako kwa vijana. SACCOS ilikuwa inahudumia Dar es Salaam na Pwani. Mkutano wa mwaka jana tumefungua fungamanisho, sasa tunaenda Tanzania nzima. Kwa vijana wajipange. Tunakuja na kwenye mikoa mingine. Successful stories ni kwamba vijana wengi wametoka kwenye maisha yale ya kutegemea, sasa hivi wanajitegemea wenyewe. Vijana sasa hivi wana uhakika wa kuwa na vipato vyao. Tumetoa bodaboda nyingi sana. Tumetoa bajaji nyingi sana. Lakini tumewawezesha vijana kuwa na viwanja wengi sana. Tumekuwa na miradi mikubwa kabisa Kigamboni, Vikawe, Mpiji Magoe. Kote huko vijana wananufaika. Lakini kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni baada ya vijana kuanza kuelewa maana ya kuweka akiba. Nakuta vijana wangu sasa wana uwezo wa kuweka akiba hata shilingi 10,000 kila siku, 3,000 kila siku, 5,000. Yaani wametambua thamani ya fedha, wametambua thamani ya umri wao kwamba wanatakiwa kufanya vitu vizuri sasa hivi wakiwa na nguvu na ili baadaye waweze kuja kuenjoy. Lakini pia vijana wametambua kujiwekezea kwa ajili ya maisha ya baadaye. Hicho ni kitu kizuri zaidi, kwamba kijana huwa nawaambia piga mahesabu yako, wewe ukizeeka unahitaji kuja kuishi maisha ya aina gani. Then piga mahesabu kwa mwezi, piga mahesabu kwa wiki, piga mahesabu kwa siku, then anza utekelezaji bila kuangalia nyuma. Na ukianza utekelezaji ndani ya mwaka mmoja tu ukaona yale matunda yake, yatakumotivate wewe kuendeleza ile tabia ya kusave. Huwa nawaambia vijana wao ni jeshi kubwa. Vijana ni jeshi kubwa kwa maana ya kwamba kila wanachokifanya wanahitaji baraka za Mwenyezi Mungu. Wanawaeleza si sahihi kabisa kwa kijana kuchukua mkopo alafu kukimbia na madeni, kwa sababu ile ni dhulma na Mwenyezi Mungu huwa hambariki mtu ambaye anafanya dhulma. Kwa hiyo pia imesaidia sana vijana wangu. Lakini si hivyo tu, vijana wanapokuwa na shida, yani moyo wao wanajua kabisa nikienda SACCOS nimeshasaidiwa. Pia tuna bidhaa ya dharura, mikopo ya dharura. Kwa hiyo tunamueleza kijana huna sababu ya kuhangaika pale unapopata nini? Unapopata dharura. Pia tunampa nidhamu ya kurejesha kwa wakati, kwa sababu ili upate mkopo wa dharura ni lazima uwe ni kijana mwenye nidhamu kwenye kurejesha ule mkopo wa kawaida. Nadhani wakati ukifika, ukipata nafasi, karibu tukupe documentary za wanachama wetu ambao wana mafanikio, na uzuri wengi wako mjini, wako pembezoni za mji, lakini ni watu ambao wanafikika. Kwa karibu ima wakati wowote. Kuna mabinti wana maduka Sinza, sasa hivi wanaenda China. Ni kitu ambacho kiukweli kwa SACCOS sisi tunajivunia sana. Sehemu yoyote ambayo inakuwa na mafanikio, changamoto hazikosekani. Sasa ni changamoto gani ambazo mnakumbana nazo ninyi kama SACCOS ya kijamii? Kama SACCOS ya kijamii, kama unavyofahamu, kwenye watu wengi kuna mambo mengi pia. Kwanza natamani ufahamu kwamba SACCOS yangu ina wanachama zaidi ya 20,000. Kwa hiyo imechukua jamii kubwa, lakini bado tunaendelea kuisogelea jamii zaidi. Mwakani usije ukashangaa tunakwambia tumefika 30,000. Miongoni mwa changamoto unakuta kuna baadhi ya watendaji ambao wanafanya kazi kwa kukosa maadili, wakishirikiana pamoja na wanachama wachache kuweza kufanya vitu ambavyo havitakiwi katika chama. Mfano, mwanachama anaweza akakopeshwa mkopo kwa kukubaliana tu na mtendaji. Kumbe dhamana, kwa sababu mikopo yetu sisi ina level tofauti. Kuna level zile ambazo ni afisa tu anaenda kutembelea, na kuna level ambazo meneja pia anahusika, lakini
kamati ya mikopo pia kuna level ambazo wanaenda kutembelea. Kwa hiyo ukikutana na mwanachama pamoja na mtendaji ambao wameungana ambao hawana maadili, wanaweza kusababisha default rate ikawa kubwa. Ni kupewa mikopo, mwanachama kupata mkopo ambao uko nje ya uwezo wake, lakini hapa anakuwa ameshirikiana lazima tuna nani na mtendaji. Kitu kingine ambacho ni changamoto kubwa, tunajua SACCOS maana yake uweke akiba ndipo uweze kukopa. Savings and credit. Kwa changamoto kubwa wa Tanzania bado ile dhana ya kuweka akiba bado tuko nyuma sana. Kwa tunakazana sana kutoa elimu wanachama waweze kuweka akiba, lakini bado ile rate bado haijawa kubwa sana. Kwa mfano, ukiangalia SACCOS na wanachama zaidi ya 20,000, hawa wote wangekuwa wanatimiza lile takwa la kisheria la kuweka akiba kila mwezi, ungekuta SACCOS imekuwa kwa spidi kubwa sana. Lakini bado hiyo ni changamoto kwenye swala la akiba. Lakini pia kwa sababu sisi tunapokea mpaka zile sales agreement, mauziano yale ya kawaida ya ardhi. Kwa mfano mtu ana eneo lake anaenda kuandikishana tu serikali ya mtaa, wanauziana. Tunaita sales agreement. Kwa hiyo unakuta nyingi zinakuwa na udanganyifu. Kwa hiyo kunahitajika upembuzi wa kina sana. Lakini kuna watu ni wajanja sana pamoja na jitihada zote hizo ambazo unaweza ukazifanya, lakini bado unaweza ukaangukia kwenye changamoto. Ni mikakati gani sasa ambayo nyie mnayo au mmeendelea kuitekeleza kuepukana na hizi changamoto? Kwanza kuhakikisha kwamba tunatengeneza udhibiti wa ndani ambao ni imara zaidi. Lakini pia kuhakikisha basi tunapata watendaji ambao wanakuwa na maadili. Hilo ni jambo la msingi sana kuliko mambo mengine yote. Tumekuja na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba chama chetu kinaendelea kukua, lakini pia kinaendelea kuwa imara. Tunasema growth with sustainability. Tulichokifanya kwanza ni kukaribisha kampuni za kisheria ambazo sasa zinatusaidia kuuisha zile document. Kwa maana ya kwamba wataenda kufuatilia serikali ya mtaa, waone uhalali wa ile document kama kweli ni muhusika ni yeye, then iwe katika mtindo ambao ni wa kisheria. Kwa hiyo tunaamini kabisa itakisaidia chama kuhakikisha kwamba pesa inayokopesha haipotei. Lakini pia kuendelea kutoa elimu. Kwa sasa SACCOS inafanya mikutano yake kwa njia ya uwakilishi. Kila mwaka tunakuwa na mikutano ya kikanda. Sisi kanda zetu ziko 5 sawa na wilaya za Dar es Salaam. Kwenye ile mikutano ya kikanda tunahakikisha kwamba tunatoa elimu ya kutosha kwa wanachama kuhusiana kuweka akiba na kukopa mikopo ambayo ni sahihi, ambayo iko ndani ya uwezo wao, waweze kurejesha na chama kiendelee. Nashukuru sana na natumaini watazamaji pamoja na wasikilizaji tunaweza kuona ni namna gani SACCOS ambavyo inachangia kwenye masuala ya ajira, kwamba kuendelea kuongeza ajira na pia kuendelea kukuza mitaji ya vijana. Kwa jamani, tuchangamkie fursa. Na wewe kama ambavyo tumezungumza mwanzo, ni mshiriki wa WASILI, Women Advancing SACCOS Innovation and Leadership Initiative, ambao ni program ambayo inalenga kukuza uongozi na ubunifu kwa wanawake. Ni kitu gani ambacho kilikusukuma kuweza kujiunga kwenye hiyo program? Nianze kwanza na shukrani kwa sababu DSIK imefanya kitu kizuri sana kupitia mwamvuli wetu wa SCCULT kutukumbuka viongozi wanawake katika ushirika. Ni moja ya kitu ambacho kinahitajika sana, elimu ya uongozi. Shukrani sana na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hii nafasi kwa sababu sio kila mtu ambaye aliweza kuipata. Lakini pia nimshukuru sio mwenzangu Mary Limo, alinihamasisha sana. Kwa tujifunze kuwa na marafiki ambao wanaweza kukuhamasisha kwenye vitu vizuri. Mimi napenda sana, ni kiongozi ambaye napenda kujifunza sana, kwa sababu sipendi kuwa kiongozi eti kwa sababu wanawake ni wachache. Hapana, ni kiongozi ambaye napenda kujifunza ili ninapoongoza basi nifanye kile kitu ambacho kina weredi ndani yake. Pili, maudhui ya program yenyewe kwamba yamelenga katika kumsaidia mwanamke sio tu kuwa kiongozi, lakini kuwa kiongozi anayeweza kuleta mabadiliko. Hivyo hicho ni kitu muhimu sana. Unajua unaweza kuwa kiongozi miaka hata 20 lakini hujaonyesha impact yoyote. Kwa hiyo maudhui ya WASILI yalinivutia sana kwa sababu mimi pia ni mtu ambaye napenda matokeo chanya. Na niwaambie wanawake wenzangu, hii fursa ikija tena, wanawake wa ushirika, jamani, naomba muichangamkie. Nimependa maudhui yake. Na kwa mtazamo wako sasa, ukiangalia hii program,
unaona ni kwa namna gani inaenda kukuza uongozi kwa wanawake, pengine hata wanawake wengi kushiriki kwenye uongozi? Sana Ima, kwa sababu program kwanza inaanza kukutambulisha wewe, ujitambue wewe ni kiongozi. Kiongozi unatakiwa kuwa na sifa gani? Kiongozi unatakiwa ufanye nini? Kiongozi unatakiwa ulete mabadiliko ya aina gani katika sekta na katika taasisi ambayo unaiongoza. This time tumekuja kwa ajili ya digitalization. Unajua sasa hivi ulimwengu ni tehama. Yeah. It's all about digital. Unajifunza vile vitu ambavyo kweli vinaenda kuleta mabadiliko. Kwa sababu utajua umuhimu wa digitalization kwenye taasisi yako. Utapewa zile assessment questions. Kwa utajiona mwenyewe kwamba SACCOS yangu kumbe iko katika level gani ya digitalization. Kwa hiyo itakusaidia wewe kuweza kujua unatakiwa kupiga hatua kiasi gani na wapi ambapo unakuwa una mapungufu. Lakini si hivyo tu, inakupa ujasiri sana mwanamke, kwa sababu nakumbuka last time tulipokutana tulifundishwa aina ya viongozi. Kwa hiyo tukapata role model, lakini namshukuru sana mentor wetu mwingine Mr. Safe alitufundisha kuhusu Eagle leadership style. Kwa ndani ya Eagle unajua vitu vingi sana kiongozi unatakiwa kuwa wa aina gani. Kwa hiyo niwashukuru sana mentors wetu, Madam Justicia, Madam Aziza, super kabisa woman, Madam Kalunde, lakini pia tuishukuru sana Scout ambayo imeweza kutuunganisha vyama vya akiba na mikopo ili tuweze kupata hii fursa. So DSIK, well done. Thank you so much. Sasa tukirudi kwenye upande wa WAT-SACCOS, ni mikakati gani ambayo mko nayo kwenye upande wa kuleta matokeo chanya, ujumuishaji pengine pamoja na tehama kama ulivyozungumza, dunia inabadilika? Kwanza nianze kuishukuru bodi ya WAT-SACCOS. Ni bodi ambayo ina viongozi ambao wana mtazamo chanya na wenye mtazamo ambao wanataka kuleta mabadiliko makubwa zaidi kwa chama. Kwa hiyo mpango ni mkubwa sana. Kwenye upande wa tehama, WAT-SACCOS sasa hivi inaendelea kuinvest sana kwenye tehama. Na mpaka sasa hivi tunatumia system, lakini tumeona pia bado tunahitaji kitu kibora zaidi. Tuko kwenye mchakato wa kuingia kwenye system nyingine, lakini mwaka huu mkutano mkuu pia kupitia ushauri wa bodi imekubaliana na kuingiza system nyingine kwa ajili ya filing management system, kwamba yani kila kitu kitakuwa digital, lakini pia kuhakikisha kwamba tunawarahisishia wanachama wetu kupata huduma. Kwa tunaenda kwenye issue za ATMs pamoja na mobile. WAT-SACCOS kwenye upande wa tehama imejiwekeza vizuri na inaendelea kuwekeza zaidi, lakini pia kupitia tehama tunahakikisha kwamba tunaendelea kufanya youth inclusion pamoja na women inclusion kupitia mitandao. Unafahamu sasa hivi dunia iko kiganjani. Sasa hivi kijana hata mtu mzima unampata kiurahisi sana kupitia mitandao kuliko hata kumpata hivi yani uso kwa uso. Kwa hiyo tumewekeza pia hiyo nguvu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunafanya hizo inclusion kwa kupitia tehama. Mwisho kabisa sasa, ni nini wito wako au maoni yako kwa wale wanawake ambao wanatamani kuja kuwa viongozi wa baadaye wa SACCOS? Oni langu la kwanza wasisite, wawe na uthubutu. Waamini tu kwamba mwanamke anafaa kuwa kiongozi, tena sio tu kiongozi lakini kiongozi anayeweza kuleta mabadiliko. Wasitake kuwa viongozi kwa sababu tu kwenye industry kuna wanawake wachache. Yani ili kuja kufeed lile gap ili ionekane kwamba wanawake na wanaume sasa hivi wanawake na wenyewe wanachangamkia nini? Fursa. Hapana. Mimi nina ushauri tofauti kidogo kwamba mwanamke hakikisha unakuwa kiongozi sio kwa sababu ya kujaza nafasi za wanawake, ila kwa sababu una uwezo wa kuwa kiongozi. Pamoja na changamoto zote ambazo wanawake tunazipitia, mimi ni washauri sana wanawake kujijengea uwezo. Yani anachofanya mwanaume katika uongozi kizuri, mwanamke akijengea uwezo ana uwezo wa kufanya mara 3 au mara 4 zaidi. Kwa hiyo niwahusie wanawake wenzangu wanaotaka kuwa viongozi, lakini pia hata ambao tayari ni viongozi kuhakikisha kwamba wanajiendeleza kielimu. Mimi nimekuwa miongoni mwa role models. Naishukuru bodi yangu imenipa sponsorship na chama cha WAT-SACCOS. Sasa hivi nina ADE, mimi ni CFE pia, mimi ni financial coach. Na bado najiendeleza. Sasa hivi nimejiunga na chama cha ushirika, nafanya postgraduate ya SACCOS management, lakini kabla hata sijaanza hizi elimu nilipambana nikahakikisha napata masters. Inasaidia kuhakikisha kwamba unakuwa unajua ni nini ambacho
unakifanya. Sintaishia tu hapa. Sasa hivi kuna issue za digitalization. So ni lazima kama kiongozi mwanamke pia upate hii elimu. Hata awareness kidogo. Usiwe tu blind kabisa kwamba tunapozungumzia digitalization wewe unaanza kuona kwamba ni kitu kikubwa cha ajabu, iki wanaweza wanaume tu. Hapana. Hata wanawake sisi tunaweza. Kwa mimi ni waombe sana wanawake. Kwanza wachangamkie hizi fursa za uongozi. They can do the best. Na katika industry sisi tuko na bahati sana. Kiongozi wetu mkuu wa ushirika Dr. Benson Ndiege, kiukweli kwanza anatupenda sana viongozi wanawake. Huwa anaongea wazi pasipo kificho kwamba viongozi wanawake wanaoongoza SACCOS zao zinafanya vizuri. Kwa hiyo wanawake tujiweke kipaumbele. Zinapokuja nafasi za uongozi wa bodi, kamati za usimamizi, wachangamkie hizo fursa. Sehemu ambao wanaona kuna changamoto, nafasi ya kujifunza ipo. Pia ni endelee kuwahusia wanawake wenzangu viongozi, ili taasisi zetu ziendelee mbele. Ni lazima tuhakikishe tunaendelea kuwa na maadili. Mwanamke mwema ni mwanamke ambaye anakuwa na maadili kuanzia nyumbani kwake mpaka sehemu yake ya kazi. Mimi kwa kweli kwanza napenda kwa support sana wanawake. Wanawake jitokezeni kwenye uongozi katika kila nyanja katika ushirika. Nashukuru sana dada Mary. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, kama ambavyo mmesikia au mmemsikia mwanamke shupavu akiwa anazungumza kuhusiana na historia yake, amezungumza kuhusiana na SACCOS yake. Kuna vitu vingi sana ambavyo amevizungumza hasa kwa wale wanawake ambao wanatamani kuwa viongozi. Amegusia masuala mazima ambayo yanahusiana na elimu. Mbali na hilo, mchangamkie fursa. Yani usisubiri mpaka uwekwe kwenye nafasi fulani kwa sababu wewe ni mwanamke, basi onyesha uwanamke wako, na huo ndo umalikia wa nguvu. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Ningeomba tusisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ambayo inaitwa SCCULT Online TV. Mbali na hilo pia ningeomba usisahau kulike, kushare na kucomment ili watu wengine elimu hii iweze kuwafikia. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok kwa jina la PowerPod Podcast. Kwa kupitia hii mitandao ya kijamii pia unaweza ukalike pamoja na kufollow mitandao yetu. Tukutane wakati mwingine. Asante.